Asante na karibu tena kwenye podcast yako, na mimi ni James Ruta, rafiki yako, jamaa yako kabisa, tunavyokuwa pamoja katika kumaliza na kutatua changamoto mbalimbali zinazotokea katika maisha yetu ya kila siku, silaha ama nyenzo ikiwa ni moja tu ya kumshirikisha na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika podcast yako, kama ilivyo ada, sisi tunazungumza ni jinsi gani ya kuepukana changamoto mbalimbali na makwazo mbalimbali ya kwenye maisha yetu ya kila siku kwa engo moja tu ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ambapo leo ni naye mgeni wangu, ambapo mgeni wangu huyu kwa namna ya upekee wa kwake na mada yangu leo, nikasema kwenye kumtambulisha ni lazima niandike pembeni ili kusudi nisije nikakosea kumuita katika uzito wake, ama unakuwa unanielewa vizuri namna hiyo. Yeye anaitwa Padre Evasius Gosbet Shumbusho, akitokea akitokea parokia Mtakatifu Karoli Rwanga, Muganza, Chato, Geita, Jimbo Katoliki Lurenge, Ngara. Nimepatia padre? Naam, ndiye. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Nakushukuru sana. Amina, asante. Leo nimesema ni kama tunakunywa maji hapo, ili wao waelewe lakini na wao nielewe. Sasa mimi nina vitu vya ufahamu, nataka nikuulize, unisaidie kunijibu, lakini unisaidie kuwajibu, kwa maana nimekuwa nikipokea simu toka nilivyoweka hii segment kwa mara ya kwanza. Niliiweka hii inafanana hivi, lakini nikawa napata mrejesho wa kama watu wanataka niongelee kwa kina sana. Ndio maana na mimi nilivyo digest hizo simu zao na maoni yao, nikasema nitakuandalia vitu vya kukuuliza ili unijibu mimi kwa niaba yao, lakini kimsingi kabisa utupanue mawazo yetu kiroho, utukuze kiroho. Ndoa ni agano takatifu mbele za Mungu, msingi wa familia na jamii. Okay. Na ukiangalia katika hata maana halisi ya ndoa, asili yake ni Mungu mwenyewe. Okay. Na kama ulivyosema na kunukuu katika maandiko matakatifu, kama Kristo alivyolipenda kanisa. Kumbe awali ya yote tu declare interest kwamba matatizo ya ndoa yote, changamoto zinashindwa kustahimilika na ndoa zinashindwa kukosa ladha baada ya wanandoa wenyewe kwenda mbali na Mungu, kwenda mbali na Kristo ambaye kwa hakika ndiye muasisi wa taasisi hiyo ya ndoa. Na wanaweza wakaenda au kwa kujua ama kwa kutokujua au kwa kufisha dhamiri. Vijana wa siku hizi wanasema kujizima data. Okay. Ili wasijue uwepo wa Mungu katika maisha ya ndoa zao. Sawa sawa. Kumbe ndugu zangu wapendwa, ukishaenda mbele ya Mungu, hata ladha ya chochote kile ukiachilia mbali ya ndoa kinakosa ladha. Ladha inapotea kabisa. Ukishaenda mbali na Mungu. Okay. Ukishaenda na sisi wa Kristo, ukishaenda mbali na Kristo, unapoteza ladha. Kwa sababu naambiwa kama Kristo alivyolipenda kanisa, ndivyo mfano unavyokuwa. Na aliachi kamwe. Hata kama sisi wana kanisa tukikengeuka, Kristo aliachi kanisa lake. Ninataka kuchombeza nini? Kwamba hata wewe mke wako, hata mume wako akikengeuka, hupaswi kumterekeza, hupaswi kumkatia tamaa, kwa sababu anayekusukuma huko kwenye taasisi ya ndoa ni yule aliyekuumba ili umjue, umpende, umtumikie na mwisho uende kurithi naye. Okay. Kwa hiyo hizo tumeongelea juu ya kipaumbele. Kumbe mali, masomo, watoto na kadhalika ni sehemu ya nakshi za ndoa. Kwa hiyo kuviacha mbali, ukasema wewe sasa unadili na ndoa nayo inakosa ladha. Kwa sababu ndani ya ndoa kuna watoto, ndani ya ndoa kuna kazi, ndani ya ndoa kuna wajibu. Lazima hivyo vyote vinakshi taasisi ya ndoa kusudi hao wana familia. Kwa sababu kwa pamoja ndio wanaunda nini? Familia. Kumbe hata nayo kuyaweka kando yanapoteza nini? Amani na utulivu katika ndoa. Katika muktadha huo, lazima pia navyo hawa wanandoa vithamini kwa kubalansi kusudi visije vikakosa ladha hiyo ikaendelea kupotea. Kumbe siri kuu
ya kumjali ni kumjali kwanza mwenza wako wa ndoa. Okay. Mpange pamoja, umheshimu, msikilizane, si ndio? Mpange pamoja, umheshimu, umsikilize, kwa maana ya kusikilizana. Ndio, na kumtanguliza katika kila nyanja. Yaani mshirikiane katika kila nyanja ya maisha yenu, mkijadili na kupanga mipango ya familia pamoja. Kusiwe na ubinafsi. Okay. Kwa jinsi hii hata watoto unufaika zaidi. Hata kazi zenu mnazozifanya huleta maana. Maono yenu huleta radha kwa sababu yapanga kwa pamoja. Kumbe unaponiuliza kipaumbele kipi, yani mweke mbele ndoa iwe ni kipaumbele, mwacha ya mengine kando, mimi nitakwambia hapana. Kwa sababu hayo pia mnayahitaji katika mtafute sayansi ya kuyabeba pamoja ili yalete nakshi ya ndoa taasisi. Kwa sababu hata mngependana mkawa kidole na pete, lakini mkiacha ya mengine, watoto, kazi, masomo na kama ulivyoorodhesha pale. Yes. Hiyo ndoa yenu itakuwa ni kusadikika, sasa inaishi angani, haitakuwa katika uhalisia. Asante. Kuna huu muktadha wa sala na kusali pamoja. Kuna mmoja kati ya wafuatiliaji wangu alinisisitiza sana nililete swali hili nitakapokuwa na kuuliza mambo niliyokusudia kuuliza. Ni kwa nini kanisa linaona sala ya pamoja ama linachukulia sala ya pamoja kama kitu muhimu sana katika kuimarisha ndoa na kuiweka mbele nyuma ya vitu vingine vyovyote? Kwa nini sala ya pamoja? Kwanza kabisa kusali ni heri. Kusali ni heri. Okay. Na anayo heri anayesali. Kusali ni heri. Ndio. Na mwenye heri ni yule anayesali. Kusali ni njia pekee ya kuzungumza na Mungu. Okay. Wanandoa wanaposali pamoja, wananielewa vizuri. Chochote wanachowaza, kunena na kutenda, wamekielekeza kwa Mungu kwa njia ya sala. Kwa hiyo ni wajibu na haki kwa mume na mke ama baba na mama kutulia katika sala ya pamoja, kwa sababu pale wameishawaza pamoja, wameishanena pamoja, wameshauriana pamoja, wamethaminiana. Hayo yote yatabarikiwa katika sala, kumuita Mungu ili abariki hayo yote walioamua. Na kwa mantiki hiyo, familia inayosali pamoja huishi pamoja. Familia yenye kusali pamoja inaishi pamoja, inakaa pamoja. Okay. Sala ufungua mioyo yao kwa neema ya nguvu za Roho Mtakatifu. Kumbe hata haya mengine hata yangekuwa na umuhimu kiasi gani, kwa sababu wamemwomba huyo Mungu Roho Mtakatifu katika sala, na hata wangekuwa busy namna gani, lakini wataona kwamba kwa pamoja, kwa umoja wataijenga familia yao. Sasa tukiwa hapo kwenye priorities hizo tunazoendelea kuzifafanua. Kwa hivyo kwa mfano swali hili, je, kutenga muda kwa ajili ya mawasiliano ya kina kati ya wanandoa kuna umuhimu gani? Na ni njia gani mwanandoa ama wanandoa hasa kwa mwanandoa mmoja anaweza kumsaidia mwenzake aweze kujisikia kuwa ni kipaumbele? Asante. Kama nimekuelewa vizuri, kusemezana kwa dhati, mawasiliano ya dhati ni daraja la upendo. Okay. Kama umemtamkia mtu kwamba unampenda, kwa hakika lazima umsikilize kwa ustaarabu, mwasiliane, mzungumze kwa dhati. Sasa mwanandoa anapomsikiliza na kumthamini mwenzake, umfanya ajisikie kuwa ndiye kipaumbele wa kwanza. Ndiye wa kwanza moyoni mwake, katika hisia zake yeye ni wa kwanza. Anamsikiliza kwanza, piga simu anapokea. Jamani baba, naomba tuongee hiki. Mama, naomba nikushirikishe jambo fulani. Kupokea simu ni moja kati ya vipaumbele na kumweka mchukua wa kwanza. Ndio. Vipi kama mwanandoa huyu kazi inambana sana? Kazi ipi ambayo majukumu yake labda hayafanani na kushika ama kukaa karibu na simu yake? Asante, lakini watakuwa wanafahamiana. Kwa mfano, uwezo ukawa busy masaa 24. Okay. Lazima utatenga muda kwa ajili ya mwenzi wako. Kwa hiyo kwa maneno ya upole, kusikiliza pasipo kukatiza, kuingilia hoja wakati mwenzako anaongea. Unaona, huyu anaongea, huyu anapita katikati ya maongezi ya mwenzie, au kubeza hoja ya mwenzako, ni mambo ambayo kidogo yanakatisha tamaa na mhuzunisha mwenzi wako wa ndoa. Na zaidi sana mama zetu wapendwa, wao wanapenda sana kusikilizwa. Hata kama anaongea hoja fulani unaiona ya upuuzi, lakini mpe nafasi ya kumsikiliza na atakupa tija.
aongee huo unaoona wewe kwako ni upuuzi au ni changamoto, lakini msikilize. Hata kama una majibu, wewe itikia. Okay. Atafarijika kwamba huyu mume wangu anaona nafasi na mimi. Na kwa mantiki hiyo, ndugu zangu wapendwa, hiyo itajenga uhusiano imara. Na Mungu atatawala ndani mwako, kwa sababu si ameshaona kwamba anathaminika. Na mama zetu wakiona wanathaminiwa, wao wanalipa maradufu. Kumbe na yote hayo yanawezekana katika kufanya mawasiliano yenye tija baada ya wanandoa. Sasa kwa mfano na kusii umshauri mwanandoa mmojawapo pale ambaye ndoa yake ina changamoto mbalimbali za kipaumbele, yani ni kama anakosa kipaumbele aidha mume ama mke. Ni ushauri gani unaweza kuwapa wanandoa hawa kwa pamoja ambao wanahisi wamejitenga kutokana na majukumu yao ya maisha? Yani kama nimeweka swali langu vizuri. Wanandoa wajitahidi kurudi katika misingi ya maagano yao. Unaona, kukaa pamoja bila vikwazo vya kuingiliana. Unanielewa vizuri? Labda jioni fulani au wakati fulani, wakati wa weekend, watenge muda wa kukaa pamoja. Vile vile wakumbuke kuwa majukumu hayaendi popote. Majukumu yapo, kazi zipo. Lakini ndoa hii kisha ingia dosari, ikaparaganyika, ikaharibika, pengine ni vigumu kuirejesha katika msingi mzuri. Ikisha ingia dosari katika ndoa, hata kama wazee wakisuruhisha, wazazi na washauri wa karibu, wasimamizi wa ndoa, lakini dosari ile ukumbuke imebaki moyoni. Mwanandoa ni mwandani wako. Huyu ni wakufa na kufanyeje na kuzikana. Ukisha mtia jeraha la moyo, ni vigumu kulirekebisha. Kumbe ni vizuri kukwepa haya majeraha kutokea kuliko kuendekeza sababu zinazoweza kuleta majeraha. Kumbe hakuna majukumu, hakuna kazi, hakuna ajira, hakuna masomo, hakuna elimu ambayo inaweza kuwa thamani katika haya maagano mliyoweka madhabahuni kwa Mungu. Sawa. Hii ipewe kipaumbele katika hali zozote zile. Lazima mpate muda wa kutoa kipaumbele kwa hii sakramenti ya ndoa ambayo mliaga kwa hiari kabisa. Ukumbuke ni hiari. Sasa kama ni hiari, halafu leo sasa majukumu na kazi, sijui na ajira, sijui bosi, vimekutenga na mwenzi wako, manake sasa au umeishaolewa au umeishaoa, hayo ambayo ni majukumu yamechukua nafasi ya ndoa, na sasa inakosa radha na itaharibika beyond repair. Sure. Na hata kama tukishauri, kwa kweli dosari itabaki. Sasa tukibaki katika muktadha huo wa ndoa, je, ni utalii una nafasi gani katika ndoa, hasa katika kutoa usalama wa kihisia na kiroho kwa wanandoa kama ambavyo ulizungumzia kule nyuma wakati fulani? Asante. Hapo naona sasa tumeshatoka huko kwenye maana sasa tunarudi kwenye usalama. Ni jinsi gani ndoa inakuwa na usalama? Lazima basi wanandoa wao wabunifu. Wao wabunifu. Utalii mojawapo ya ubunifu unaweza kuleta nakshi basi ni kubadilisha mazingira waliokaa pamoja. Kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo jingine. Wengine hutoka katika familia yao na kwenda basi kujikumbushane mni kidogo. Unaweza kutoka ukaenda hata hotelini. Okay. Wa experience mpya. Kumbe sasa nikirudi katika swali lako, utalii unahusisha kusafiri pamoja, kubadili mazingira pamoja, kutembelea sehemu mpya. Na hapo hawa wawili walioana pengine wanaweza kuacha hata watoto, unaona, au hata wakaandamana nao, lakini wakahakikisha wanapata nafasi ya pamoja kujadili wao as life partners, soulmates. Kumbe hata kama safari ni ndogo tu, kutoka hata kijiji kimoja kwenda kingine au mtaa mmoja kwenda mwingine. Basi kwa hiyo hii inatoa muda wa pekee wa kuisha urafiki, wa kuisha mahusiano, lakini pia kujenga ile hisia ya pamoja. Kumbe ina nafasi ya pekee na inaondoa ule usumbufu, kwa sababu mazingira mlioyazoea, kwa mfano kama umezoea kukaa nyumbani, kuna watu wanaopita kusalimia mara kwa mara, lakini wajitenga nao, mjadili ya kwenu nao ninyi. Kujitenga ni sawa na kufanya retreat. Muone mlianzia wapi, mko wapi na mnaelekea wapi. Kwa hiyo inajenga ukaribu, inaimarisha mawasiliano na kuondoa msongo wa mawazo pia. Katika hisia zenu inawasafisha. Kumbe kwa mtazamo wa kiroho ni nafasi ya kushukuru kwa uzuri. Mnapoona uzuri wa hivyo viumbe vingine, mnatafakari pia uzuri wa ndoa yenu. Na hiyo itawarudisha katika pendo la pamoja, kwa sababu mmetenga, mmethaminiana muda wa kuwa pamoja. Kumbe mnaongeza mshikamano wa ndoa.
Utalii si anasa tu, si swala tu la kwenda eti sasa tunaenda kuspendi kuharibu pesa. Hapana. Kwa hiyo unawaambia watazamaji wangu wawe wanatoka kidogo, wasizoe mazingira. Retreat ndo wazao. Yes, retreat. Wanaenda out. Yeah, ni fursa ya kipekee ya kutoa thamani na muda kwa mwenzi wako, kumthamini kwamba jamani toke out kidogo. Okay. Tuenje experience mpya na kuisha urafiki wetu. Yeah. Naam. Sawa. Na hiyo unaweza ukairejea hata Yesu alifanya kwa wanafunzi wake baada ya kufanya kazi wakachoka. Akamwambia sasa tutenge muda tuende kuretreat, tushirikishane hata matunda ya utume wetu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6:31. Kwa hiyo kutoka ni maelekezi hata ya kiroho. Hata ya kiroho. Sawa. Na Yesu baada ya mitume wake kufanya kazi, baada ya muda alisema sasa tujitenge na mazingira ya utume tuliozoea na watu tuliowazoea, tuende tukae peke yetu. Okay. Sasa kama Yesu alifanya hivyo na madume wenzake wale mitume, sembuse mtu na mke wake. Kuna hoja ya uaminifu. Ndio. Ni kwa jinsi gani uaminifu unaweza kujenga hisia ya usalama kwa mwanandoa, na inakuwaje pale uaminifu unapovunjika? Uaminifu ni nguzo ya ndoa. Okay. Ukijengwa hutoa amani na usalama. Uaminifu ni msingi wa ndoa. Kwani unawapa wanandoa uhakika kwamba wanalindwa kihisia, wanathaminiana kiroho na wanajaliana hata kimwili. Unajua ndoa inaitwa ndoa kwa sababu kuna tendo la ndoa. Okay. Na tendo la ndoa linahusisha mwili. Sahihi. Sasa mwili huo usipoheshimiwa na ili washirikishane miili yao wanakuwa uchi. Sasa mtu, manake unaposema uaminifu, kinyume chake ni usaliti. Okay. Unapoingia usaliti, mwanandoa anapoamua kufanya usaliti haendi peke yake. Kama ni mme akaenda kwa mke mwingine haendi peke yake, kwa sababu ninyi mliambiwa tangu leo ni mwili mmoja. Kwa hiyo unapoenda kufanya usaliti hauendi peke yako, unaenda na mwenzi wako. Na ndio maana inaleta hisia gawajifu, inaleta hasira. Na nikuambie tu ukweli ambao sasa wanandoa wengi ni isivyo bahati wanapenda sana kufanya usaliti wa oyeoye, lakini majeraha ya usaliti wa oyeoye. Ukoje huu? Majeraha hayo hayaponi hata wakishauriwa na wataalamu kiasi gani. Ni ile nimekusamea lakini sitafanyeje? Sitakusahau. Mimi ni padre, ningetamani kabisa kwamba tunapowashauri wasiuzike nafsi waanze upya. Lakini kwa sababu iligusa mwili wa mtu, ni sawa na wewe leo hii nikikuvunja kidole, si ndio? Si COVID itabaki. Hata ukinisamee, lakini kila ukiangalia kofu utakumbuka kwamba Father ndiye alifanyeje? Alikata kidole changu. Kwa hiyo kwa kweli usaliti. Sasa ikitokea mwanandoa mmoja, kuna pale kwenye muktadha wa usalama, ikitokea mwanandoa mmoja anahisi haoni kama yuko salama ndani ya ndoa hiyo, haoni usalama wa kihisia, lakini haoni usalama wa kifedha kuendelea kuwa katika ndoa hiyo, usalama wa kihisia lakini usalama wa kifedha, kama padri, kama paroko, unaweza kuwa na ushauri gani kwa mwanandoa huyo ili aweze kupata amani na kurejea kikamilifu katika ndoa yake? Asante kwa swali lilotangulia ambalo kwa hakika tumeona usaliti unapoingia, ambacho ni kinyume cha uaminifu, ambacho kinazua hofu, wasiwasi, mashaka na woga moyoni. Vikisha ingia mara nyingi ndio vinaleta hiyo hali ya sintofahamu. Hebu rejea hapo. Kinyume cha uaminifu katika ndoa ni usaliti. Okay. Usaliti ukisha ingia uzua hali ya sintofahamu, mintarafu woga, hofu, wasiwasi na mashaka moyoni. Okay. Sasa hayo yakisha kuwepo mara nyingi ndio yanazua hiyo hali ya kutokuaminiana. Na kwa mantiki hiyo yanaharibu ile security, si ndio? Ile usalama wa ndoa unayumba. Sahihi. Na ndio maana hapo sasa linahitajika neno moja tu, msamaha. Lakini msamaha huwezi kuja tu kwa kutamkiana kijuujuu, lazima ujengeke. Sasa kanisa basi, mama kanisa anashauri katika hali kama hiyo, hawa wanandoa wawe na mawasiliano ya wazi baina yao, lakini ushirikiano katika sala, lakini pia kufunguka hata kwa viongozi na walezi wa kiroho.
na wale washauri wazuri. Na wazi ukumbuke pia kwamba hapo tuwe makini. Tunaposema kutafuta ushauri, wasikae nayo, sio kwamba unaweza kwenda kuomba ushauri kwa kila mmoja. Kwa sababu mwanadamu kwa asili anaogopa fedheha. Makovu mengine ya ndoa, ndugu yangu, yanaumiza nafsi, yanajeruhi. Na kama yanajeruhi, ni vigumu sana kwenda kumshirikisha mwenzako. Hey, unajua mimi mume wangu amefanya hivi. Siku hizi vijana wanasema kaa mdomo, kaa mdomo. Kaa mdomo kakizidi, sasa hata ile hali ambayo ingekuwa imeleta fursa inaharibu. Kwa hiyo kanisa linashauri mwanandoa asiwe peke yake katika hofu yake. Ni kweli ile hali ya hofu imeleta woga, hofu, wasiwasi na mashaka, lakini asiwe peke yake. Lazima awe na mwandani wake. Na kimsingi mwandani wake ni yule mwenzi wake wa ndoa. Lakini sasa kwa kuwa mambo yameshaharibika, ndio unaona tuna wale wasimamizi wa ndoa, lakini tuna viongozi wa kiroho. Na katika jamii kuna wazee washauri. Wazuri tu wastaarabu, na mwambia siri yako inakuwa salama. Katika hali ya kufunguka kwa uwazi kueleza, hekima ya Mungu itapita kati yao viongozi tuliowataja, wazazi na walezi, na wataweza kuinusuru hii ndoa, kwa sababu wengine watatoa kwa hadidu rejea mifano yao. Umeutaja msamaha. Umeutaja msamaha mara kadhaa. Msamaha una nafasi gani katika kurejesha usalama na uaminifu katika ndoa yenyewe? Asante. Msamaha ni daraja la kurejesha upendo katika hali yoyote ile, ukiachilia mbali ndoa. Neno msamaha ni daraja la kurejesha upendo. Msamaha unapotoka, hata hasira yote huwa inatoweka kwa mtu ambaye kweli ana hofu ya Mungu, kwa mtu mwenye upendo wa kimungu na kwa utu. Kumbe ni mlango wa uponyaji. Katika neno msamaha, ndoa zitaponywa. Majeraha yanapunguzwa, hasira inakatika kwa sababu ya neno samahani. Inawezekana usalama wa ndoa unaweza ukatokana na neno msamaha, kutokukosekana. Ndio, kukosekana kwa neno msamaha. Hasa niseme waziwazi kwa ndugu zangu wanaume, msamaha sio unyonge. Hapana. Sio uoga. Tena usamani ni ujasiri, ndugu yangu. Kusema neno samahani ni ujasiri. Mume kumwambia mkewe samahani sio uoga na unyonge. Hapana uoga, kwa sababu mpaka ufikia hatua ya kuomba msamaha, manake kosa lako linafahamika, liko dhahiri. Na badala yake kutokunyenyekea na kushupaa katika uovu, kutokuomba msamaha, ni wewe kuhararisha uovu wako. Kwamba hata hicho kitu ambacho wewe unatuhumiwa kwacho, basi kimekuwa ni harari yako. Ulikuwa na harari kufanya hivyo. Hakuna anayepaswa kusonta kidole juu yako. Ulistahili kutenda hivyo kwa sababu unaona ni haki yako. Kumbe ni roho ya kutokuwa na umungu ndani mwako. Ni roho ya kukosa ustaarabu. Ni roho ya ukaidi, ujeuri, ubinafsi na kujimwambafai, ambavyo vyote hivyo kwa hakika vinaleta madhara makubwa sana katika taasisi ya ndoa. Na ukumbuke, ninyi baada ya kufunga ndoa, hata kama ulikuwa mrefu, mwenzako ni mfupi, ninyi mmekuwa ni mapacha sawa, mnalingana. Identical twins. Sasa kama huyu mtu ni wandani wako, si ndio? Mnashare kila kitu pamoja. Kwa nini usinyenyekee na kumwambia, jamani, mke wangu samahani? Sasa wengine wakizembea kutokuomba msamaha, wanaenda kujinunulisha vizawadi tena vya bendo. Atajiletea, kama hajanunua nyama mwezi mzima, ataleta kilo ka nyama, ataleta kanga. Lakini inaleta tija unaponyenyekea na kusema, mke wangu. Na mama zetu ama wanawake katika hilo, Mungu amewajalia kitu cha ajabu, roho ya kipekee. Ukinyenyekea, hata nakuambia, hata ndugu zangu, kama hujafanya hivyo, wewe nenda tu jaribu kumwomba msamaha, uone atakulipa kwa machozi. Atakunyanyue mwenyewe, mume wangu jamani. Tena wakati mwingine atakiri kwamba yeye ndiye amekosea. Sasa ina ubaya gani kutibu ndoa yako katika hiyo? Na katika imani ya Kanisa Katoliki, msamaha ni ishara ya upendo wa Kikristo kwa wanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alisema, samehe 7 mara 70. Injili ya Mathayo sura ya 18 aya 22. Vizuri sana. Kuna hoja ulizungumza ya kwamba mambo yanapoelemea, kumbe mwanandoa huyu anayo nafasi ya kukimbilia kwa wasaidizi wake wa ndoa, lakini anaweza akakimbilia hata kwa wasaidizi wake wa kijamii, watu ambao wanaonekana kuwa wanatosha busara, lakini wanatosha kuelezwa jambo wakakaa nao. Kwa dunia ya leo na mtindo wa maisha ya leo, wakati fulani, sio mara zote, wakati fulani unaweza ukaeleza jambo lako kwa mtu na ukawa wazi. Yani kwa kueleza jambo lako ukawa umejifunua sana.
unapateje uhakika wa huyu anafaa kuambiwa, huyu ni mluke nisimwambie? Kwa maana hii, ni jinsi gani wanandoa wanaweza kujenga mazingira salama ambapo wote wanajisikia huru kuelezea hofu, udhaifu au changamoto zao bila kuogopa kuhukumiwa? Asante. Hilo linawezekana, mosi, kwa kusikilizana bila kukatizana, lakini pia kwa kuonyesha huruma badala ya ukosoaji, na pia kwa kutunza siri na kuepuka dharau. Kwanza wao wenyewe, kabla hawajawatafakari wao wengine wanaenda kuwashirikisha, wao wenyewe lazima kwanza watunze siri zao. Lakini zaidi ya yote, kutunza siri ni wajibu wa wanandoa wote kwa pamoja. Sio jukumu la mtu. Aliyekosewa na aliyekosa, wote wana wajibu wa kutunza siri. Okay. Na ni sawa na unakuja wewe kuungama kwangu mimi padre. Auji kuungama kwangu, unaungama kwa Mungu kupitia kwangu, kwa sababu mimi pale katika sakramenti ya kitubio mimi ni chombo, ni dirisha la kupitia ili upate huruma ya Kristo. Kwa hiyo mimi niliyesikia maungamo yako sina ruksa wala sina haki ya kusema siri za maungamo, lakini hata wewe mwenyewe uliyeungama unabanwa na hiyo siri ya kitubio. Kwa hiyo wewe ukienda ukasema mimi niliungama kitu fulani sijui nilikuwa, wewe mwenyewe umeharibu pia kitubio chako. Kwa hiyo tunapaswa kuomba pamoja ili kuimarisha mshikamano wa kiroho. Lakini vile vile, ndugu yangu mpendwa, nikukumbushe Mungu alivyotuumba alitupa silaha kubwa. Alitupa akili na utashi. Akili itusaidie kujua yaliyo mema na mabaya. Sahihi. Na utashi utusaidie kuamua, kuwaza, kunena na kutenda yaliyo mema na wala sio mabaya. Kwa hiyo hatuna kisingizio. Kumbe tukifanya matumizi sahihi ya akili na utashi wetu, tutaweza kujua ni watu gani sahihi. Ile hekima ya Mungu itatuongoza. Na kama tunavyosali katika Zaburi ya 51, Mungu usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Roho wa Mungu huyo tunayemuomba, mwatoka mwanzo tunasitiza katika sala, atatuongoza kututeulia watu wema watakao tusaidia. Lakini pia kuunda utamaduni wa kuongea mara kwa mara bila shinikizo. Wanandoa ni marafiki. Mkiwa mnaongea mara kwa mara, hata mengine hata hitaji kwenda huko kwingine, mtakuwa mmeshamaliza ninyo. Kumbe wanandoa wanapaswa kujenga nyumba isiyo na hofu, woga, wasiwasi na mashaka. Okay. Waijenge katika msingi wa upendo. Kila mmoja ajue kwamba akikosea hata dharauliwa, bali atasahihishwa kwa upole. Sahihi kabisa. Kuna dhana ya ustawi, well-being. Kukaa ukiwa unastawi katika ndoa yako. Ni mambo gani muhimu ya ustawi wa kiroho na kihisia katika ndoa ambayo padri unatufundisha, kanisa linatufundisha? Ni hoja ambazo zipo na ni muhimu kuziishi. Asante. Maswali ni mengi, lakini kwa hakika kimsingi anazungumzia kitu kile kile. Ukiangalia katika hali ya kawaida, kanisa linatufundisha kwamba ustawi wa ndoa ujengwa katika sala, katika maisha ya sakramenti, hasa Ekaristi Takatifu na kitubio ama upatanisho ama penitensia. Kumbe heshima ya kimwili na urafiki wa kweli, haya yote yanaleta ustawi wa nini? Wa ndoa. Na ni muhimu kwa kuwa huimarisha agano lao na kudumu katika upendo wa Mungu na jirani. Wanandoa wana ushirika. Ndio. Wana ushirika wa kimwili. Sasa ni kwa jinsi gani wanandoa wanaweza kukuza uhusiano na ushirika wao wa kina unaojumuisha urafiki na heshima ya pande zote mbili? Asante. Katika hilo, mbali na muungano wa kimwili, ndoa hudumu zaidi pale wanandoa wanapokuwa marafiki. Ndoa hudumu pale wanandoa wanapokuwa marafiki. Kwa hiyo licha ya kupendana lazima muwe marafiki. Kumbe urafiki huo ujengwa kwa kushirikishana ndoto, maono, kuheshimiana, na nielewa vizuri, kumheshimu mwenza wako wa ndoa, na kutia bidii kufanya ajisikie kwamba anathaminiwa. Umesema habari ya kipaumbele. Apewe kipaumbele cha kwanza. Lakini kwa kujenga urafiki wa kweli, kushirikishana mambo ya maisha ya kila siku, kucheka pamoja, kutaniana, kucheza pamoja, kama tulivyosema, kutoka pamoja, kufanya kazi pamoja, hasa zile za kifamilia,
na kuunga mkono maono, ndoto na mawazo ya mwenzi wako katika ndoa huleta ule umoja na ushirika wa kimwili usiogawanyika. Na hii kusema kweli ndio inachochea hata hayo mambo ya kiwanda cha kufyatua watoto, kwa sababu kama mnavyoamka ile mnapoamka, mnavyoishi pamoja, wewe umeenda kufanya kazi Masaki, mwingine ameenda kufanya kazi kule Gongo la Mboto. Sasa siku nzima hata hakuna ka message ka nimekumisi mke wangu, nimekumisi mume wangu. Sasa hata mkienda huko nyumbani atawashinda. Kwa hiyo lazima ile hata kama mko mbali au karibu, muonyeshe ile hali ya kumisiana na kudhihirisha upendo. Na hayo yote yajengwe na heshima ambayo kwa hakika italeta thamani ya mwenzi wako, kuto mdharau na kuepuka ubinafsi. Umimi, kuepuka ubinafsi. Mimi mume. Mimi mume, cha familia. Na nini? Mimi kwanza. Kuna baadhi ya ndoa mwanaume akichelewa kurudi kutoka kwenye harakati zake za maisha, asiulizwe, na basi hata watoto wamechoka, wanapaswa kulala mapema, lakini hawezi kula kwa sababu baba hajafika nyumbani. Hiyo ni humiliation, ni mateso hayo. Sawa. Kwa mfano nataka umshauri mtazamaji wangu na msikilizaji wangu pale. Ni ushauri gani unaweza kuwapa wanandoa ambao wanakabiliana na changamoto zinazowakabili katika familia zao, kama vile ugonjwa au ugumu wa kupata mtoto? Asante. Awali ya yote, wanandoa wafahamu kwamba changamoto si laana. Nimekuwekea vizuri swali langu? Ndio. Okay. Waelewe kwamba changamoto si laana. Changamoto si laana. Okay. Na wakati mwingine changamoto ni msingi wa kuwarejesha kwamba hawa wanandoa watambue kwamba wao wajitoshelezi. Wanahitaji huruma na msamaha wa Mungu. Sasa magonjwa, maradhi, mbaya zaidi kukosa mtoto, hivyo vyote kwa hakika kimsingi havipaswi kuwa chanzo cha kuleta vurugu katika ndoa. Na kwa mfano kuhusu mtoto ni zawadi. Lengo la ndoa ni mkamilishano wao wawili walioana. Na kama kwa hakika ni mkamilishano wao, kwamba wamepata mtoto au hawajapata, haipaswi kuwa sababu ya kuvunjika kwa ndoa. Kwa sababu ninapokuahidi zawadi huwezi kuidai. Ni zawadi, si ndio? Mimi ndio napima kipimo cha nini kuzawadia na kwa nini. Kwa hiyo wao wanapaswa kujikita katika kumtumainia Mungu, kusali pamoja na kubeba msalaba kama sehemu ya agano la upendo na njia ya kuungana zaidi na Kristo wao. Lakini pia wasisite inapobidi kwenda kwa wataalamu, kupima afya zao, kuangalia uwezekano wao kabisa kama wanaweza wakapata mtoto. Na vile wasikae nalo, pia waende kwa washauri wa kiroho, mababa wa kiroho. Ndio maana tupo kwa ajili sasa ya kuendelea kutia chachu na kuleta uwepesi wa kuzidia. Ni kama kuto kukatia tamaa mazingira hayo. Ndio. Sasa pengine wanandoa wanapaswa kuwekeza kwenye ustawi wa ndoa yao, na kama nitakutaka uwaambie njia moja nzuri itakayowafaa ya kuifuata ili kupata ustawi katika ndoa yao, utawashauri njia gani? Wao wawekeze muda wa kuwa pamoja, lakini nguvu, mali na upendo, chochote wanachokuwa nacho wawe pamoja kwa umoja katika kuzitatua, katika kuzistahimili na katika kutafuta suluhu ya pamoja ya wanandoa. Ili wawe pamoja kwa umoja katika kuleta maendeleo endelevu ya familia yao. Ukiwa kwa mfano kwenye majukumu yako ya kutukuza na kutuongoza kiroho kila siku, ni baraka gani za kipekee ambazo mara kadhaa umekuwa ukiwaombea wanandoa ili waweze kufurahia ustawi wa kweli kabisa katika ndoa zao? Kwa neema ya Mungu nimekuwa kuhani, na kazi ya kuhani ni kusali, kuombea watu wa Mungu na kuwapatanisha pia. Ni kuwa daraja ili watu wa Mungu wapite kwenda kwa Mungu wao. Na hivi na mimi pia nikitambua kwamba natoka katika familia, lakini pia na ndugu zangu wengi kabisa wana familia. Kwa nafasi yangu ya kikuhani na kupitia kipindi hiki nichukue fursa hii kuombea baraka ya amani ya Kristo ndani ya nyumba zao. Wanandoa wawe na baraka ya upendo unaodumu na unaostahimili. Lakini wawe na baraka ya uzazi, wapate wazazi. Ndoa zinazokosa watoto kwa kweli zinakuwa ni changamoto. Kumbe Mungu, mojawapo ya faida za watu kufunga ndoa, anawashirikisha mpango wao wa uumbaji. Kwa hiyo mpendeze Mungu, awajalie wapate uzao mwema.
wapate watoto na wajaliwe kuwalea katika misingi mizuri ya imani na maadili mema, lakini wapate baraka ya riziki iliyo halali, wapate cha kuwatosha kuzitunza familia zao, zile mahitaji muhimu ya kibinadamu, chakula, malazi na uwezo pia wa kutafuta matibabu. Kuna ujumbe wangu mimi binafsi nataka niwape watazamaji wangu na wasikilizaji wangu na wafuatiliaji wangu wa podcast yako. Nitakutaka wewe unisaidie tu kuniambia kama nimewaambia kwa usahihi ama utatamani kuongeza kitu juu yake. Lakini binafsi nimekuwa na hizi fikra, hizi hisia za kuwaambia kabla hatujafunga na kumaliza. Kwa hivyo nikuombe uniruhusu niwaambie kitu ambacho nataka kuwaambia, alafu wewe unaweza aidha ukajazia ama ukanisahihisha. Karibu tafadhali. Asante sana. Ninatamani wanandoa wafahamu kwamba kama wanandoa wanayo haki waliopewa na Mungu ya kutafuta maisha yaliyojaa furaha na usalama. Kwa mfano, nimewawekea nukuu moja wakisoma kutoka Yohana 10 mstari ule wa 10. Tunaambiwa kwamba mimi nalikuja ili wewe uwe na uzima kisha wawe na uzima tele. Kwa hivyo kupitia kipengele hicho cha kwamba mimi nalikuja ili wawe na uzima, na sio tu wawe na uzima lakini wawe na uzima tele. Namtaka mwanandoa achukue hatua leo. Atafute usaidizi pale anapoona magumu yamezidi, ushauri, lakini linalonifanya sana wewe useme neno, mimi nasema aamue kuondoka katika hali yoyote inayozuru ustawi wa maisha yake. Kwa maana anastahili kupata utimilifu wa maisha ya Mungu yaliyokusudiwa kwenye maisha yake. Kwa hivyo anapoona hatari imezidi, basi pengine ajiondoe. Kwa maana gani? Kwa maana ndoa ni safari inayopaswa kujumuisha upendo kama ambavyo umekuwa ukitufundisha, furaha umetufundisha, lakini ushirika. Sasa ndoa inapoanza kuwa chanzo cha hatari ya maisha ya muhusika mmojawapo, mwanandoa, ni muhimu kutambua kwamba hakuwekwa duniani yeye kuteseka, hakuwekwa duniani kuishi maisha ya ndoa, lakini ndoa iliyo ya hatari. Kwa maana Biblia inatambua kuwa mateso yana nafasi yake, lakini haipendekezi kamwe kuvumilia tabia hatarishi kwenye maisha. Kwa maana nikikupitisha tena ama nikiwapitisha kwa pamoja na wao kwenye Yeremia 29 sura ile ya 11, kwa maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani wala si mawazo mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Tunachowaziwa ama wanachowaziwa wao kwenye majukumu na maisha yao ya ndoa ni mawazo yaliyo mema na si mabaya. Kwa hiyo Mungu anataka tuishi kwa amani na wao katika ndoa zao waishi kwa amani, si kwa ghasia. Mateso yanapozidi, narudia, kuondoka kunaweza kuwa chaguo la upendo zaidi kwa ajili yake mwenyewe mwanandoa, lakini kwa kuipenda ndoa yake pia. Unasemaje? Unayoyasema yanaweza kuwa sehemu fulani yanaweza kuwa sahihi, kwa sehemu fulani yasiwe sahihi, kwa sababu tukiyapeleka katika muktadha huo tutaacha mwanya kwa wanandoa kutokuwa serious, kutokuwa makini na kuzingatia viapo vya ndoa zao. Matatizo yakizidi, basi kuliko kusubiri hatari ikawatokea, basi wajiengue. Lakini tukumbuke, ndoa halali ikisha shuhudiwa kwa uhalali, ile haivunjiki milele. Na kusema kweli, kanisa halijawahi kuvunja ndoa yoyote halali. Halijawahi kuvunja ndoa yoyote halali, kwa sababu hata yule kadhi, hakimu wa mahakama ya ndoa, baada ya kugundua kwamba
ile ndoa haikuwepo, anasema ule muunganiko kati ya fulani na fulani ulioaminiwa na wengi kwamba ilikuwa ni ndoa haukuwahi kuwepo. Sasa huwezi kuvunja kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo kanisa toka dunia iumba halijawahi kuvunja ndoa. Najieleza vizuri? Vizuri kabisa. Hata hao ndugu zao uliwahi kusikia kwamba sijui walienda mahakama za ndoa kama ile ilikuwa ni kutangaza, kufanya declaration kwamba kile kilichofanyika pale hakikuwahi kuwepo. Kwa nini? Waliofunga ndoa hawakuwa na sifa za kufunga nini? Ndoa. Labda mtu alifunga ndoa na dada yake au na kaka yake. Labda waliofunga ndoa hawakuwa na uwezo. Ndio madhumuni ya zile mahakama. Ndio. Vigezo na masharti havifanyeje? Havikuzingatiwa. Kwa hiyo haikuwa ndoa. Ilikuwa tu ni mfano fulani, labda maigizo fulani, lakini haikuwa ndoa. Lakini mama kanisa mtakatifu hajawahi kuvunja ndoa yote halali. Kwa mantiki hiyo, narudi kwenye najikita kwenye swali lako, ni wasii wanandoa wamtangulize Mungu katika maisha ya familia. Kama tulivyosisitiza toka kwanza, Mungu atawawezea yote. Hakuna changamoto watakayoipita inayozidi upendo wa Mungu kwao. Hakuna matatizo yatakayozidi huruma ya Mungu kwao. Wakimshirikisha Mungu katika sala, katika kupendana, katika kushirikishana, katika kutafuta washauri wema, kuwashirikisha viongozi wa kanisa, na uhakika ndoa zitastahimili. Hakuna sababu ya kuzichakachua alafu baadaye wanasema tumeelemewa. Kwa sababu huyo anayetaka kukimbia huenda ndio chanzo. Kwa hiyo alafu wanasema Wasukuma wanasema running away from the problem, it's not a part and parcel of having it solved. Kwa hiyo kukimbia tatizo sio suluhu ya tatizo lenyewe. Nilimwambia mtazamaji wangu na mfuatiliaji wangu nimtaje kwa jina moja tu, dada Dorothy. Uliniambia nihakikishe swali la mtindo huu namuuliza Faza ili kusudi uweze kupata majibu ya kwamba vipi mambo yakizidi, hatari zikizidi, ukimbie. Nafikiri majibu umeyapata. Na bahati njema unamwambia dada Dorothy. Namwambia dada Dorothy ajue kwamba kwa hakika kuna utaratibu wa mama kanisa. Asikimbie yeye mwenyewe kwa kurupuka. Anaweza akakimbia kumbe amekurupuka na akajikuta ana hatia kubwa zaidi. Akachukua silaha mkononi ya kuivunja ndoa yake. Akawa kama wale wanawake watu gani wanaosema na mithali kwamba mwanamke mnini sitaki eti uvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Mwanamke mjinga. Asemi mjinga. Kuna neno zito zaidi analitumia. Mjinga ana unafuu kwa sababu mjinga mwanamke mzinga mwanamke mpumbavu. Asante sana. Wao umesema sikutaka kutamka wasije wakasema ni matukana kwenye kipindi. Lakini huyo uliyemtaja anavunja ndoa yake mwenyewe. Lakini mara pengine tunaambiwa tusiwe wapumbavu kama nyumbu, wasiotawaliwa isipokuwa kwa rijamu na hatamu. Ndoa ni takatifu, ndoa iheshimiwe, ndoa ienziwe, tumshirikishe Mungu matatizo yote anayoweza. Na kama mtu akaona maji yamemkaba kooni, natamani sana umwambie dada Dorothy. Dada Dorothy kwamba kama anaona dada Dorothy kwamba hii ndoa imekuwa sasa ni msalaba na ana uhakika kwamba anazo sababu, kabla hajakimbia awai kwa viongozi tuliowataja tokea mwanzo. Viongozi wa kanisa wanayo majibu sahihi, watamuongoza katika njia njema. Kama ikishindikana kuleta suluhu ya pamoja, mama kanisa anao utaratibu mzuri kabisa wa kuleta amani katika pande zote mbili, ikilinda heshima ya ndoa lakini pia ustawi wa kanisa na wa watu wa Mungu kwa ujumla. Huo ni ujumbe kwa dada Dorothy na watu wote wenye matatizo ya namna hii. Na watu wote wenye matatizo ambao nimeyazungusha sana kwenye maswali yangu. Kwanza mimi nakushukuru sana. Asante. Kwanza asante kwa kuja kwenye kipindi. Nashukuru sana. Na imani kiu ya watazamaji wangu na wafuatiliaji wangu umeimaliza. Labda umeona hilo swali nimekuwekea la mfuatiliaji wangu dada yangu Dorothy. Dorothy ana changamoto za ndoa yake. Hii ndoa ina miaka takribani 16 if I'm not mistaken, kutoka kwenye simu yake na jinsi nilivyokuwa nikizungumza naye na nilivyomhabarisha binafsi kwamba ninatazamia kukupata wewe kwenye kipindi. Anasema alitamani awe mgeni wa tatu. Nikamwambia hapana, yeye abaki kwenye kunisikiliza kile ambacho tutasema. Kwa kutufungia, nitatamani ufanye hata kuombea salama
ndoa ya dada Dorothy, lakini ndoa zingine zote ambazo zinaonekana ziko na consequences za mtindo huo, watu wanakaribia kukata tamaa. Unajua watu wengi wanaelekea kuzikatia tamaa ndoa kwa sababu ya ABCD ambazo tumekwisha zizungumza. Asante, nikushukuru sana awali ya yote kunithamini na kufikiri kwamba kwa hakika naweza kuwa sehemu ya majibu ya changamoto za ndoa, na basi kutafuta misingi ya kuimarisha maisha ya ndoa na familia. Na kama tulivyosema, umenihoji kuhusu baraka zote tulishataja. Kimsingi katika baraka za ndoa si Mungu Roho Mtakatifu amwangazie dada Dorothy na wengine wanaokuwa katika changamoto na matatizo ya ndoa. Niwaambie tu kwanza, Mungu anawapenda na changamoto sichukulie kama mtaji. Tusikate tamaa kwa sababu ya changamoto na matatizo, lakini pia zinapotokea inapendeza tujihoji sisi tumekuwa ni kwa namna gani tumekuwa sehemu ya changamoto hizo. Kwa sababu kama kwenye ndoa mko wawili na wewe unashuhudia changamoto na matatizo katika ndoa, ni vizuri hata wewe mwenyewe kwa kuanza kujihoji imekupelekeaje ndoa yako kuwa katika hiyo hali ya changamoto inayokuletea maudhi, inayokuletea sintofahamu. Lakini ukishagundua kwamba unahusika, basi msii Mungu akuhurumie, akuumbe upya, akuumbie moyo safi, akujalie vipawa vya wewe mwenyewe basi kujirekebisha na kuisha maisha ya ndoa. Na kama mwenzi wako ndiye changamoto, pia mbebe katika maombi. Wanandoa tuombeane, muombeane, mpelekane kwa Kristo badala ya kusodoana na kuchambana. Ombeaneni. Muombe mume wako awe mume mwema, muombe mke wako awe mke mwema, na katika hayo yote Mungu atatukuzwa na wanadamu watatakatifuza. Na mwisho wa siku tumsihi Mwenyezi Mungu apende kutubariki sote, awabariki wote waliofunga ndoa kwa hiari yao wenyewe, waishi makusudio ya ndoa yao, viapo vyao walivyomwekea Mwenyezi Mungu madhabahuni, lakini upendo utamaraki utawale. Na kwa upendo huo basi Mungu atukuzwe na mwanadamu atakatifuzwe. Mpate watoto wa kutosha, muwalee katika misingi mizuri ya imani na maadili mema sawasawa na utaratibu na maelekezo ya mama kanisa, ili na Mwenyezi Mungu aweze kujiinulia miito mitakatifu katika uzao wenu. Tunahitaji mapadre wengi wema, wachaji watakatifu na wenye bidii kwa kazi ya Kristo. Tunahitaji watawa wa namna hiyo, tunahitaji wanandoa wazuri. Kwa hiyo tuombe kwamba familia ziimarike, na hayo yote ndio tunayoombea. Na kwa hakika nami naahidi kwa sala zangu za kila siku katika maadhimisho matakatifu, bahati nzuri tunapata fursa ya kusimama madhabahuni kila siku uendayo kwa Mungu. Tunaziombea ndoa hizo, na hayo yote tuliyoyataja apate kutimia. Mungu awape wepesi katika hizo zilizo changamoto zenu, matatizo, na muweze kustawi kwa amani na salama. Hatimaye sote kwa pamoja, kila mmoja kwa nafasi yake, tutakapomaliza ukomo wa maisha yetu hapa duniani, tuweze kuambiwa vyema, watumwa wema na waaminifu, ingieni katika furaha ya Bwana wenu. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Amina, asante sana. Faza, nitakualika siku nyingine na wakati mwingine tena, na nitakapokuita tafadhali uje. Kwa neema ya Mungu, tukijaliwa fursa na yeye mwenyewe akiruhusu, tutakuwa tayari kushiriki kwa sababu ni kazi yake. Hii ni podcast yako na mimi ni James Ruta. Yeye ni Padre Shumbusho, Evasius Gosbert Shumbusho, kwa neema ya Mungu, padre wa Jimbo Katoliki la Rulenge Ngara na parokia Mtakatifu Karoli Luanga Muganza, iko Chato, wilaya ya Geita. Karibuni sana Muganza. Amejali, ametoka Muganza, Geita, Chato huko mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kuzungumza na wewe mwanandoa, lakini kuja kuzungumza na wewe ambao unatarajia kuingia kwenye ndoa. Yote haya ya kufae na ya kutoshe kukufanya uimarike katika ndoa, lakini ya kukaribishe na ya kuondolea hofu ya kuingia kwenye ndoa. Mpaka wakati mwingine, James Ruta, podcast yako.